Ya, asante sana ndugu watazamaji kuweza kutazama vizuri kile ambacho tunakizungumza, na nadhani kwa watu wa mpira sasa wamekishuhudia, kwa sababu siku chache zilizopita nilitoa taarifa nikazungumza, ukija kwenye posti ya chini kabisa hapo kwamba Simba haina uwezo wa kumfunga Al Masry. Najua kuna watu wakatukana kupitia mitandao ya Facebook, kwa Instagram, kwa TikTok, wana huyu Costa nini namna gani vipi. Lakini jana kilichoonekana ndicho ambacho nilikizungumza siku kadhaa zilizopita. Kwa sababu gani? Kwanza nilisema Simba hawana uwezo wa kumfunga Al Masry. Fikiria ligi ya Misri ni ligi namba 1 barani Afrika kwa ukubwa, kwa quality yake, na namna ambavyo wachezaji wanaocheza kule ni wachezaji wenye thamani kubwa sana katika bara la Afrika. Wanatoka pembe mbalimbali za kona ya Tanzania ama mataifa mbalimbali. Tanzania hamna hata mchezaji anaocheza pale katika ile timu kubwa ya Al Masry ama Zamalek ama Ahal. Manake ama hizo ndio timu ambazo zinafanya vizuri sana pale Misri. Sasa nije katika hoja yangu, kwa nini nilizungumza? Manake nilichokizungumza ndicho kilichotokea. Kuna watu walinitukana sana, wakasema mchambuzi uchwara tu wewe, hujui mpira, kiko wapi sasa? Manake sasa inabidi niwajibu kiko wapi? Mimi niliona kwamba Simba ni kweli wana timu nzuri, lakini kwa quality ya Al Masry Simba haitoboi. Ndicho nilichokizungumza. Nikasema kuna baadhi ya wachezaji ambao wako pale Al Masry, wale wamefundwa kuwasubiri Simba tu kuweza kuwaduaza. Na hiki ndicho ambacho kimetokea. Tazama bao la kwanza linavyofungwa. Kuanzia mbavu ya kushoto, mpira unaletwa katikati. Safu ya ulinzi ya wekundu wa Msimbazi Simba yuko pale, Hamza Shamwaka Labwa yuko pale, Shomari Kapombe yuko pale. Zimbwe anaufuata ule mpira, lakini mfungaji alikuwa na hesabu kali, kwa sababu katikati ya wigo mpana wa mabeki wa Simba anapiga. Kilikuwa ni kitendo cha sekunde 2 kutokea pasi kushoto kuja kulia, alafu anafunga na mguu wa kulia. Moja kwa moja Pinipini Kamara yeye aliamini kwa nafasi yule mfungaji alipo, maana yake asingepiga direct, kwamba alijua atatoa assist au aanze kupaka rangi, lakini yeye alicheza direct. Na mbaya zaidi kwa Pinipini Kamara, ule mpira goli la kwanza tumeuona umedunda. Kwa hiyo Pinipini Kamara pia sio mzuri sana kwenye mipira inayodunda. Pinipini Kamara kwangu mimi ninamuona ni golikipa wa kawaida, kwa sababu ukiangalia lile goli ambalo limefungwa Pinipini Kamara, Djigui Diarra umfungile hata mara moja. Mipira ya kudunda inatumia akili kali, inatumia hesabu kali. Alitakiwa asogee kidogo mbele, aanze kushambulia ule mpira, aanze mahesabu kwamba huu mpira ni hisabati bro. Kuna mtu atapinga tu, lakini kwa jinsi magoli ambayo yamefungwa jana Pinipini Kamara, kwangu Djigui Diarra anabaki kuwa Djigui Diarra Tanzania. Na naanza kusahau kwamba ama kusema kwamba kwa nini Simba wamemwacha Aish Manula. Kwa hiyo Simba kwanza walifungwa jana kwa mistake ya golikipa, hesabu zake mbovu, lakini pia marking mbovu ya mabeki wao, uzembe. Na nadhani pia kuna wakati mpira wetu wa Tanzania huu wa maamuzi hapa na pale umepelekea sasa wamedhoofika, wamefedheka. Sisi kama Watanzania hatuwezi kuwapa kufurahishwa Simba kufungwa. Hapa tunachambua mpira. Lakini tuje moja kwa moja sasa, kwa nini Simba wamefungwa kizembe? Kwanza Simba ile mechi watakiwa waimalize kipindi cha kwanza. Dakika za mapema kabisa, Jean Shozewa anapata nafasi nzuri. Baada ya kutoa assist, tayari Lionel Eteba ameshajitenga. Anamwambia niwekee hapa nimalize. Yeye bado analazimisha kuingia na mpira. Ubinafsi wa Jean Shozewa umeikosti Simba. Lakini pia tuje moja kwa moja sasa kwa Elim Panzu. Elim Panzu ambaye anatajwa kuwa ni mchezaji mzuri. Nani asiyejua kwamba ana mbio, ile kasi, ana mahesabu, lakini kuna wakati mimi nakuwa wa kwanza kuzungumza, ana wanao mwingi. Alishapata mpira vizuri, alipewa na Shisha Zowa, akasogea mbele. Elim Panzu bado yuko na mpira, Lionel Eteba anamwambia weka nimalize.
Awa yuko pembeni, anamwambia niko hapa. Kibu Denis yuko pembeni, anamwambia niko hapa. Yeye bado na mpira, anataka afunge yeye. Yaani ubinafsi wa Jean Charles Ahoua, ubinafsi wa Elie Mpanzu. Alafu pia angalia Kibu Denis naye. Kuna nafasi ambayo amepata nafasi nzuri kabisa. Elie Mpanzu yuko katika nafasi. Lionel Ateba yuko katika nafasi. Kibu Denis naye anakuwa mbinafsi. Simba wamefungwa kwa sababu ya wachezaji wao kuwa selfish kupita kiasi. Mpira hauchezwi hivyo. Mpira unatakiwa sehemu ya kuachia pasi, achia pasi. Na ndio maana ninasemaje? Kwa Simba hii niliyoiona itamisi sana Clatous Chota Chama. Najua kuna watu watalalamika, watatukana, watasema vibaya, lakini Clatous Chota Chama kama angebaki Msimbazi, jana nilikuwa naona Simba inapata bao 3 mpaka 4. Kama sio sare ya bao 2-2, kwa sababu sehemu ambayo anacheza Jean Charles Ahoua, Clatous Chota Chama pale alikuwa anatoa assist ya goli. Anamtizama tu Lionel Ateba yuko wapi. Lakini kuna nafasi pia alipata Kibu Denis. Ingekuwa amepata Clatous Chota Chama kama angekuwepo Simba, maana ile ni assist nyingine. Na ndio maana Chama anapendwa sana na watu wa Simba, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hataki kujinufaisha mwenyewe, zaidi anawanufaisha wachezaji wenzake na klabu na mashabiki. Sasa mchezaji ambaye anacheza anajinufaisha yeye mwenyewe kwa asilimia kubwa, anaidhoofisha Simba. Jana Simba ilitawala mchezo. Kipindi cha kwanza wametawala vizuri hadi umiliki wa mpira. Kipindi cha pili ndio kabisa wamecheza mpira ni kiasi kwamba Simba wamekosa matokeo tu. Lakini wewe Fadlu ambaye ndio kocha wa Simba, mimi mchambuzi nilitegemea mlipoingia vyumbani Fadlu awaambie wachezaji wake kwamba bwana sikilizeni, wewe Kibu Denis acha ubinafsi, wewe Lionel Ateba acha ubinafsi, wewe Elie Mpanzu acha ubinafsi, wewe Jean Charles Ahoua acha ubinafsi. Simba ingepata matokeo. Sasa kwa kile ambacho kimejitokeza, Simba imefungwa kwa sababu ya ubinafsi wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa jana Simba ilikuwa ina kila kitu cha kuweza kupata matokeo. Walicheza vizuri sana. Lakini pia Simba ina miss striker ambaye anatakiwa kuwa striker katili wa kutupia goli wavuni. Lionel Ateba ni striker wa kawaida. Najua kuna watu watazungumza, kazi ya striker sio kugadi mipira tu. Hivi mnaelewa hicho kitu? Kazi ya striker ni kutingisha nyavu. Alikuwepo MK14, Medi Kagere, Triple C. Sasa hapa nimemzungumzia Mwamba Lusaka na Medi Kagere. Combination yao, Kagere akawa anafunga, lakini pia kuna mtu anaitwa John Boko alikuwa anafunga, kwa sababu hawa ni mastreka katili ambao Chama alikuwa kazi yake ni kualisha tu. Sasa Simba inamkosa striker katili, inakosa kiungo kama Chama, inakosa mtu kama, si nisemeje ili mlielewe vizuri, maana kuna watu hawajui mpira watakuja wanatukana, lakini nawaambia ukweli, Simba inamkosa striker. Mimi ndio ningekuwa Fadlu jana, kipindi cha kwanza tu kilitosha kufanya mabadiliko, kufanya hesabu. Ningemchukua Lionel Ateba, ningemwambia subiri bench. Steven Desa Mukwala njoo uanze hapa. Steven Desa Mukwala anaingizwa dakika ya 78. Hebu fikiria, anaenda kucheza dakika ngapi? 12 pekee. Kitu ambacho hata mchezoni hajaingia mpira unaenda kusha. Mikimbio ya Desa Mukwala ilikuwa na faida kuliko Lionel Ateba. Lionel Ateba ana kigugumizi cha miguu. Wewe ni striker. Watu wamekuamini. Kwa nini usifunge? Kigugumizi cha nini? Ile nafasi ingekuwa Mukwala akapata, angefunga. Angalia mpira wa kwanza wa Mukwala, anaupata akiwa kushoto. Anauchukua mpira ananinginiza juu. Simba chupo wafunge goli. Manake Simba inakuwa na idadi ndogo ya kushambulia. That's why tunasema Simba walitakiwa unaposhambulia kuongeza idadi, kwa sababu ile timu nilivyoiangalia vizuri, Al Masry wana ubora sana kwenye safu yao ya ulinzi kuliko washambuliaji. Sasa ukiangalia Simba
wana ubora sana kwenye safu ya ulinzi, washambuliaji butu pia, striker butu. Hawa kina Lionel Yateba wajifunze kwa kina Fiston Mayele, wajifunze kwa kina Kagere enzi zake, John Boko. Sasa mimi ningesema Simba iachane tuna Lionel Yateba, itafute striker mwingine katili. Simba ingekuwa inapata matokeo jana. Sasa mimi nilizungumza haya kwa sababu nilijua kwamba kwa quality ya Al-Masri na quality ya Simba wana selfish sana, ubinafsi mwingi sana. Mpira unaowanao umeshapitwa na wakati. Sasa hivi ni ile ya Yanga wanaosema busa, achia, twende kwao. Simba wangecheza vile, busa, achia, twende kwao. Ndio ingetafsiri sasa ubaya, ubwera. Umeelewa vizuri? Manake unagusa, unamwachia mwenzako, mnaenda. Lakini sio anakwenda, wewe umekuwa sikulichambua. Huo mpira ushapita na wakati. Fadlu sasa kama ananisikiliza, awaambie wachezaji wake, mmeigharimu Simba, mmewakwaza mashabiki, mmewaumiza mashabiki. Al-Masri kwenye ligi yao ipo nafasi ya 4. Simba kwenye ligi ya Tanzania ipo nafasi ya 2. Tuli expect kwamba kwa quality ya Simba, kwa sababu kwenye linki za CAF Simba iko nafasi ya 7. Umeelewa vizuri? Lakini ukiwaangalia Al-Masri wako nafasi za juu sana. Kwa hiyo watu waliwepa favoritism ni Simba kuweza kupata ile first priority, kupata matokeo. That's why tunasema Simba wamefungwa kwa sababu ya ubinafsi. Lakini Simba ukiangalia vizuri kwenye mchezo wa marejeo, nadhani nitakuja kutoa utabiri wangu. Kule nilishatoa. Njoo clip ya chini hapo utaona nilizungumza kwamba Simba kule Misri ya toboi, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo niweke wazi tu, kama Simba wanataka kuweza kupata matokeo, lazima wazungumze ukweli. Wachezaji wao waache ubinafsi. Najua kuna mijitu itatukana sana hapa, lakini wachezaji wakiacha ubinafsi, Simba inaweza kupata matokeo mbele ya Al-Masri. Iliwahi kutokea, Simba walifungwa na Jwaneng Galaxy bao 2-0 ugenini. Wakaja hapa kwa Mkapa Dar es Salaam, wakatia kamba 3. Iliwahi kutokea Simba na Kaizer Chiefs Afrika Kusini, Simba ikagongwa goli 4-0. Lakini angalau walivorejea kwa Mkapa Dar es Salaam, wakatia kambani goli ngapi? Goli 3. Manake walifungwa, manake wametoka kibabe. Ila kwa hili wasipojirekebisha, Simba wanakwenda kudhalilika. Acheni ubinafsi wachezaji, cheza kitimu. Sehemu ya kuachia mpira, achia mpira. Hiyo ndio tafsiri ya ubaya ubwera. Lakini kama utakuwa unacheza peke yako, sasa unacheza peke yako, wachezaji ni 11. Sehemu ya kuachia nafasi, achia nafasi. Sasa unaoanao kwenda anakwenda. Ndicho ambacho kimeigharimu Simba jana. Kwa mtazamo wangu ni huo. Toa komenti zako hapo chini, vyovyote unavyojisikia, it's fine, lakini ukweli utabaki ukweli kwamba Simba wachezaji wao ni wabinafsi. Angalia Clatous Chota Chama kama angekopo Simba. Mimi nadhani Simba sasa ianze kudili upya na kingi wao. Clatous Chota Chama waanze kumapproach mpya. Yaani wamfanye kama Clatous Chota Chama ni mrembo. Ni mwanamwali ambayo unaanza kumapproach again, kusema naye upya kwamba bwana, kwa sasa Clatous Chota Chama nafasi yake bado ipo Simba. Sijui, lakini mashabiki wenyewe kwa mpira wa jana uliochezwa, Clatous Chota Chama bado anabaki kwa king. Kule Yanga wamtumii tu, maskini amekuwa si mchezaji wa namna gani, lakini angecheza Simba Clatous Chota Chama kwa Simba hii ninayoiona, ingekuwa balaa sana.